Kuarifu awali hii leo mwendo wa saa 2 usiku saa za Afrika Mashariki, rais mteule wa 45 Donald J. Trump wa Marekani atakuwa anaapishwa hii leo kuchukua hatamu ya uongozi katika miaka 4 ijayo. Hapa studioni basi naungana na mgeni wangu Ndindi Nyoro. Ndindi, umekuwa ukimtetea sana rais mteule Donald J. Trump na hii leo atakuwa anaapishwa rasmi. Hisia zako ni gani? Je, unadhani kuwa rais Donald J. Trump licha ya kuwa kumekuwa na pingamizi nyingi kumhusu, hakuna mambo yote mazuri ambayo ataleta kwa taifa la Marekani na pia kwa ulimwengu mzima? Kwanza nampongeza sana bwana Trump kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Amerika, na najua ya kwamba yeye kwa sababu ni mtu hajakuwa kwa siasa kwa muda mingi ama hajakuwa kwa siasa kwa hizo miaka zingine, ataleta mambo mapya, na mambo mapya lazima ikuwe mambo mzuri, especially tukiangazia bara la Afrika. Na pia tukiangalia vizuri sana tuko na hisia za juu sana wa Afrika kuhusu Obama, lakini ukiangazia amesaidia Afrika namna gani ukilinganisha na Bush mwenye alikuwa Republican, unaweza kuona ya kwamba kitu mpya ni mzuri, na najua Trump atakuja na mambo mapya na mambo ambayo itakuwa ya manufaa sana kwa bara la Afrika. Katika hotuba zake za awali, rais mteule wa Marekani ameonekana kama mtu ambaye ana kiboko kikali kwa wale viongozi wa Afrika ambao haswa wanakatalia mamlakani. Je, unadhani ataweza kutekeleza mambo kama hayo? Ya kwanza ni kwamba ukiangazia sera zake sana, anaangazia Amerika. Na kuangazia Amerika ni kusema ama Amerikani ni kusema ya kwamba yeye anaangazia interest za Amerika. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu, wale wa viongozi wa Afrika wenye wanakatalia uongozini sana hata kuwa naangazia na vitu zile hazihusu Amerika sana. Isipokuwa pengine zile nchi ziko na interest za Amerikani. Naam. Na sera zake, ukiziangalia sera zake na za Obama, je, ataweza kuendeleza baadhi ya sera ambazo zilionekana kuwa nzuri? Ukiangazia sera za Trump na za Obama, na ukiangazia sana chama ya Democrat na chama ya Republican, utaweza kuona ya kwamba mtu mwenye anapenda biashara ataangazia sana kuunga mkono Republican. Na mimi nikiangalia vizuri, ukiangalia Democrat wamekuwa kama wale watu wa kugawanya mali kwa watu, lakini Republican ni watu sana wanaangazia sera za capitalism. Zile ni ya kwamba serikali inafanya hii kazi, kila mtu yuko akona nafasi, jitengenezee zako. Na kwa hiyo namna ya kutengeneza zako ndio sasa watu anapanua viwanda zinapea watu kazi nazo zinasaidia Waamerikani wale wa kawaida. Na baadhi ya sera ambazo alisema atazifutilia mbali mara tu atakapokuwa rais, kama sera ya afya ya Obamacare. Je, unadhani itakuwa rahisi kwake kufutilia mbali sera kama hiyo? Haitakuwa rahisi, lakini kamwe inafaa ifutiliwe mbali kwa maoni yangu, kwa sababu Obamacare is socialism, ni ile ujamaa, na ujamaa sasa umepitwa na wakati. Kwa namna hii sasa ukiangazia dunia yote inaelekea kwa capitalism. Ile nchi ama serikali iko na kazi ya kufanya, lakini the private sector, wale watu wenye mabiashara ndio wako na kazi kubwa sana ya kuleta services na commodities. Kwa hivyo ni vizuri sana kwa maoni yangu, kama ni healthcare, kama ni education, achia watu wenye ni wanabiashara, alafu capitalism yenyewe itastabilize hiyo maneno yote. Ndindi Nyoro, ambaye ni mwanauchumi na pia ni shabiki mkubwa wa rais mteule wa 45 Donald J. Trump. Asante sana kwa kuungana nasi hii leo na kuweza kutupa kauli yako kuhusiana na hafla ambayo inatarajiwa hii leo ya kumwapisha rais mteule wa Marekani Donald J. Trump. Kumbuka ni hafla ambayo itakuwa inafanyika mwendo wa saa 2 usiku leo hii saa za Afrika Mashariki, na hapa KTN News tutakuwa tunakuletea taarifa za ukamilifu na pia taarifa za moja kwa moja kuhusiana na hafla hiyo. Naitwa Mashirima Kapombe. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa, na kutakia jioni njema.